Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anaandaa mpango wa kuwaua viongozi wa Iran. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Wall Street Journal la nchini Marekani. Rais huyo wa Marekani ameripotiwa kuarifu kuhusu chaguzi kadhaa za mashambulizi, huku hali ya wasiwasi ikiongezeka Mashariki ya Kati, lakini pia kidaiwa kwamba anapima ni namna gani ataweza kufanya uwezekano wa shambulizi katika maeneo ya viongozi wa Iran. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump anapima uwezekano wa kupiga shambulizi katika maeneo yanayoishi viongozi wa Iran katika jaribio la kuleta mabadiliko ya utawala. Gazeti la Wall Street Journal la nchini Marekani limeripoti jana Jumatano likiwanukuu maafisa wa Marekani na wa kigeni. Chapisho hilo lilisema rais hajafanya uamuzi wa mwisho, bado anatafakari ni jinsi gani ataweza kuua viongozi hao wa Iran ili tu aangamize utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran uliopo wakati huu ambao bado unaonekana ni mtesi kwake pamoja na Israel. Kulingana na ripoti hiyo, Trump inadaiwa kwamba alipokea muhtasari kadhaa juu ya chaguzi za mashambulizi pamoja na kampeni ya mashambulizi ya anga ya wiki moja tu na kuua viongozi wengi wa kisiasa na kijeshi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa lengo la mwisho la kuiangusha serikali hiyo. Inadaiwa kwamba kuiangusha serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kutumia njia za kawaida imeshindikana. Maandamano yaliyotarajiwa ambayo yangeweza kumwangusha Ayatollah Al-Khamenei na uongozi wote yameshindikana. Na sasa njia pekee iliyobaki ni kuwaua viongozi wa juu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Na hii ndio mipango inayopangwa na rais huyo wa Marekani Donald Trump na makamanda wake, kuangalia njia pekee ya kufanya mashambulizi katika maeneo yao wanayoishi. Inaripotiwa kwamba chaguzi zingine ambazo zinazingatiwa wakati huu ikiwa hawatawaua viongozi ni kufanya mashambulizi katika maeneo yote ya nyuklia na kufanya mashambulizi mazito kuharibu mipango yao ya makombora ya masafa marefu katika maeneo yote ambayo yana makombora, ikiwa ni pamoja na yale makombora ya ardhini. Hii inatajwa kwamba ndio sababu ya Marekani kupeleka silaha nyingi zaidi katika Mashariki ya Kati pamoja na wanajeshi wengi zaidi. Ndege kadhaa za kivita zinadaiwa kwamba zimepelekwa huko, ikiwa ni pamoja na ndege za upelelezi, lakini pia ndege za B-2, lakini pia na makombora na mabomu kadhaa, ikiwa ni pamoja na makombora yale ya GBU-57 ambayo ni ya kupenya ardhini. Habari kutoka shirika la habari la CBS News zilinukuu vyanzo vikisema kwamba Trump aliarifiwa kuwa jeshi la Marekani liko tayari kuishambulia Iran mara moja. Chombo hicho kiliongeza kuwa ratiba ya hatua zinazowezekana za jeshi zinaweza kuenea zaidi wikendi hii. WSJ kwa maana ya Wall Street Journal ilisema washauri wa usalama wa taifa wa Trump walijadili Iran katika chumba cha hali ya ikulu ya White House siku ya jana Jumatano, huku rais akiwa bado ana matumaini ya kutumia shinikizo la kidiplomasia kulazimisha nchi hiyo kusambaratisha mpango wake wa nyuklia na makombora ya ballistic. Iran hata hivyo imekataa madai hayo kuwa hayakubaliki na haipo tayari kuharibu mpango wake wa nyuklia wa muda mrefu ambao uligharimu taifa hilo mabilioni ya dola kwa ajili ya kuhakikisha inakuwa na maendeleo kupitia teknolojia ya nyuklia. Hata hivyo, Iran mara kadhaa imesema haina mpango wa kutengeneza mabomu ya nyuklia, isipokuwa tu ni Marekani pamoja na mataifa magharibi pamoja na Israel zenye wasiwasi dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran kwamba taifa hilo huenda likawa linatengeneza silaha za nyuklia. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.